Miongoni mwa nyota muhimu kweli kweli kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba basi ni Fabrice Ngoma Luamba au Fabrice Luamba Ngoma. Huyu ukiachana tu na ubora wake katika experience, kwa sababu ni mchezaji wa muda mrefu, miaka 31, lakini ni kocha ambaye ni mchezaji ambaye kama kiongozi ndani ya pitch. Katika kampeni ya msimu huu wa michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu, kwa maana ya kombe la shirikisho Afrika, miongoni mwa waongoza njia ambao walikuwa mstari wa mbele kuisaidia Simba kufika hapa, basi ni Fabrice Luamba Ngoma. Hivyo basi klabu ya Simba, usajili huu wa Fabrice Ngoma tangu alivyofanya siku ya kwanza ni usajili ambao umekuja kuongeza thamani kwenye kikosi cha Simba. Lakini pia kwa head coach kwa maana ya Fadlu Davids, yeye pia Fabrice Ngoma ni miongoni mwa nyota wa kutumainiwa kwenye kikosi chake. Ni mchezaji ambaye anampa nafasi ya kuanza katika kila mchezo katika eneo la nambari 8. Nambari 6 akicheza Kagoma Yusuf, nambari 8 anacheza Fabrice Ngoma Luamba. Ubora wake, namba zake pia zinazungumza. Ameshafunga 4 goals so far katika season hii. Ni kitu ambacho Simba anajivunia kuwa na aina hii ya kiungo wa ushambuliaji. Sasa Fabrice Ngoma ni mchezaji ambaye yupo katika rada, anahitajika na klabu nyingi, na ikumbukwe anamaliza mkataba mwishoni mwa msimu huu wa 2024-2025. Hivyo basi klabu mbalimbali zimetoa makucha wakimhitaji Fabrice Ngoma, licha ya umri wake kusogea, lakini naamini ni mchezaji ambaye ana experience. Sasa ile experience yake wanahitaji. Miongoni mwa sifa ambazo Ngoma yuko nazo ni kuwa leader, yani uwanjani anaweza akafanya kazi au majukumu ya captain ikiwa ana armband katika mkono wake. Sasa basi klabu ya kwanza ambayo ilikuwa ikimhitaji Fabrice Luamba Ngoma ilikuwa ni Al Ittihad. Yes, Al Ittihad kutoka kule Libya walikuwa wakihitaji huduma yake, kwa sababu kocha ambaye anakinoa kikosi kile alikuwa amefanya naye kazi kwenye kikosi cha Raja Casablanca kwa mafanikio. So alikuwa akimhitaji, na hizi tetesi zilianza mwanzoni mwa msimu, yani wakati msimu unaanza zilikuja hizi taarifa. Katika dirisha dogo pia zilikuja hizi taarifa, na sasa hivi story ya Al Ittihad ni kama imepotea hivi. Story kubwa ambayo ipo kuhusu Fabrice Ngoma Luamba, anahitajika na klabu ya Hassania Agadir. Hassania Agadir kutoka kule Morocco wanahitaji huduma yake ili kwenda kuirudishia makali ile klabu. Hassania Agadir ni miongoni mwa klabu za miaka mingi ndani ya kandanda ya Morocco. Ilianzishwa tangu miaka ya 1940 huko, lakini ni klabu ambayo imekuwa ikiyumba kwa miaka hivi karibuni, hususan msimu huu uliomalizika wa 2024-2025, wakimaliza katika nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Morocco, eneo ambalo kwao sio rafiki. Kumbukwe wanapitia kipindi kigumu kweli kweli cha upataji wa matokeo, licha kwamba klabu hiyo ni miongoni mwa klabu ambazo uchumi wake haupo stable sana, lakini sio klabu dhaifu. Wana nguvu ya kuweza kusajili baadhi ya wachezaji ambao wanaweza kuwavusha kutoka hapo walipo. Sasa kabla ya kuangalia deal ya Ngoma na mazingira yalivyo, Hassania Agadir, eneo la kwanza ambalo wamelifanyia kazi ni eneo la technical staff. Wameleta kocha anaitwa Amir Abdou. Amir Abdou huyu ni kocha raia wa mataifa mbili na utaifa pacha. Ana uraia pacha kwa maana ya raia wa Comoros pamoja na Ufaransa. Yes, French Comorian. Huyu bwana Amir Abdou, na huyu alifanya kazi akipeleka Komoro katika fainali za AFCON. Tutakumbuka AFCON ya mwaka 2021 Komoro ilishiriki pale, Mwamba ndo alifanya ile kazi. Lakini AFCON ya mwisho hii ambayo ilifanyika Ivory Coast, miongoni mwa timu ambazo zilishiriki ni Mauritania, aliipeleka pia Amir Abdou katika ile AFCON ya Mauritania. Hivyo basi anamhitaji Fabrice Ngoma. Kwa hiyo huyu ameingia leo takriban siku ya 5 tangu amesajiliwa rasmi, na baada ya kuingia mchezaji miongoni mwa wachezaji ambao wamewataja ili kuitengeneza Hassania Agadir imara zaidi, amemtaja Fabrice Ngoma Fabrice kutoka Simba. Ili ni jina ambalo liko juu pale. Dili ya pili ambayo ameitaja ni Percy Tau. Yes, unaweza ukashangaa, Percy Tau ni huyo ambao unamfahamu, ni mchezaji wa Afrika Kusini, raia wa Afrika Kusini ambaye
Kwa sasa ni mchezaji huru baada ya kumaliza mkataba wake na kikosi cha Qatar FC ya kule Qatar, yeye pamoja na Ben Malango Ngita ambaye anahusishwa na kikosi cha Zamalek. Lakini Percy Tau, yeye baada ya kuondoka kwenye klabu ya Qatar, kwa sasa hana timu bado. Hassania Agadir wanajaribu na bahati yao kama wanaweza kumpata Percy Tau kwa experience yake ambayo yuko nayo. Wanaamini ni mchezaji ambaye bado ana nguvu ya kuweza kuwasaidia. Lakini kwa upande wa Fabrice Ngoma, nalo ni jina ambalo hili ndio la kwanza zaidi. Baada ya kuingia tu Amir Abdul akataja jina la Fabrice Ngoma, nyota ambaye anamhitaji katika safu ya kiungo cha miamba hiyo Hassania Agadir. Good thing ni kwamba Ngoma ameshawahi kucheza kandanda ndani ya Morocco. Kwa hiyo hizi ndo deal ambazo ziko front so far kwenye miamba hii ya Hassania Agadir. Sasa basi, ukiangalia mazingira yalivyo kwa nafasi ya Simba, nafasi ya Simba kwa Fabrice Ngoma Luamba iko vipi? Simba bado wana imani na Fabrice Ngoma. Wanataka kuona akisalia ndani ya klabu yao kutokana na ubora wake ambao yuko nao. Ngoma ubora wake umejieleza, na kitu kikubwa ni kwamba Fadlu Davids bado ana imani na Fabrice Ngoma, anaweza kumuofa tena kitu kingine kwenye season inayokuja. Kumbukwe Simba msimu ujao wanashiriki ligi ya mabingwa Afrika. Hivyo basi unatakiwa kuwa na hawa nyota ambao wana experience, waongoza njia kwa wenzao. Ukiangalia kwenye kikosi chao chote hakuna mchezaji hata mmoja ambaye amewahi kubeba ubingwa wa CAF zaidi ya Fabrice Luamba Ngoma. Na katika kampeni ya msimu huu wa kombe la shirikisho Afrika, Ngoma ameplay part kubwa ya experience yake kuwauzia, kuwaambukiza wengine ambao hawana experience kwa ajili ya kuiona Simba ikifanya vizuri, and good luck wakafanikiwa kufika mpaka hatua ya fainali licha ya kupoteza dhidi ya RS Berkane. Kwa hiyo Ngoma na situation yake kwa Simba iko vipi? Wanamhitaji kama nilivyozungumza kwamba Simba wanamhitaji Fabrice Ngoma, lakini wameweka mguu nje mguu ndani, anything can happen. That's why Simba kwa sasa miongoni mwa nyota ambao wanatafuta, miongoni mwa nyota ambao pia wanahusishwa nao ni katika safu ya nambari 8, eneo ambalo Fabrice Ngoma anacheza. Yes, mara kadhaa hapa tulishawahi kuzungumzia katika baadhi ya vipindi ambavyo vimepita huko nyuma, tukimtaja mchezaji anaitwa Hussein Badamasi. Huyu ni nyota wa TP Mazembe ambaye ni raia wa Niger na anamaliza mkataba ndani ya TP Mazembe. Sasa huyu ndo anatajwa kama mbadala wa Fabrice Ngoma, yani katika eneo la nambari 8 endapo Fabrice Ngoma ataondoka au kutakuwa na uhitaji wa kuongeza kiungo mwingine, basi priority ya Simba ipo kwa Hussein Badamasi, na tayari mazungumzo yapo kwa maana ya Simba pamoja na management ya Hussein Badamasi, nyota ambaye anacheza kwenye kikosi cha TP Mazembe na ni miongoni mwa wachezaji wa kutumainiwa kweli kweli. Ni namba 8 ya TP Mazembe, panga pangua, Hussein Badamasi yuko pale miongoni mwa top 3 players wa TP Mazembe. Hussein Badamasi yuko pale. Ukizungumzia Mazembe unazungumzia Ibrahim Keita, unazungumzia Oscar Kabwiti, unazungumzia Hussein Badamasi. Hiyo ni top 3 ya wachezaji bora zaidi ndani ya kikosi cha TP Mazembe. Kwa hiyo Badamasi ndo natajwa kwamba replacement ya Fabrice Ngoma endapo Ngoma hato renew contract ndani ya Simba. Lakini kama Simba Ngoma ataendelea kurenew contract yake na kuendelea kusalia hapo, kuna uwezekano wa Badamasi kuja kumjoin Fabrice Ngoma na kutokuwa replacement, yani kutokuwa mbadala wake. So far tulipo, hii ni deal ipo. Sasa source ya hii deal ni Radio Mars. Hii ni radio ambayo ipo Morocco, imenukuliwa ikielezea juu ya Hussein Agadir kumhitaji Fabrice Ngoma, kumhitaji na Percy Tau. Lakini kwa Amir Abdul tayari ni coach ambaye ana experience ya kutosha na African football kwa mafanikio. Navyosema kwa mafanikio sio kama akachukua ubingwa, ila kayapeleka kwenye michuano mikubwa ya Afrika mataifa mawili ambayo haikufikiriwa kwa haraka kama angeweza kushiriki. Kwa mfano hiyo Comoros ni taifa dhaifu sana kwenye football, lakini leo hii tunaongea story tofauti. Mauritania
wamepitia kipindi kigumu kwa miaka mingi kweli kweli, kwa maana ya sababu za lazima na zile ambazo sizo za lazima. Naweza sema za lazima namaanisha nature ya taifa lao. Kulikuwa kuna changamoto hata ya kutengeneza viwanja kutokana na ardhi yao kutokukubali nyasi kustawi, lakini pia wamepitia kwa sababu za kupush, kwa sababu nchi yao imepitia kipindi kigumu cha masuala ya kiutawala, kwa maana ya politics. Ni miongoni mwa zile nchi ambazo hata hii biashara ya utumwa imepungua kwa miaka ya hivi, imeondoka kwa miaka ya hivi karibuni, lakini ilikuwa bado inaishi kwa maana ya kutoa raia wao kwenda kufanyishwa kazi katika mataifa ya Morocco. Ikumbukwe Mauritania wamepakana na Morocco, wamepakana na mataifa mengine kama Senegal. Kwa hiyo hawa Mauritania wamepitia kwenye kipindi kigumu kweli kweli, lakini Amir Abdu alifanikisha pia kuipeleka timu hiyo katika finali za AFCON. Hii ni Mzinga Sports. Rate hii deal endapo Fabrice Ngoma Luamba ataondoka kwenda Hassania Agadir. Kwako wewe unaionaje? Aende au bado Simba inamhitaji? Kwa mtazamo wako, share hapo katika comment section.